Naam, ikiwa ni tarehe 22 za mwezi wa 5 2025, majira ni saa 6 saa za Afrika Kati, ikiwa ni 7 majira Afrika Mashariki. Hii ni Baraka1 TV na mimi ni Rajab Wakili Kabonga. Karibuni sana ndugu jamaa na marafiki, na katika matangazo ya habari ya mchana huu wa leo ni kwamba magaidi wa Redi Tabara Twirwaneho na M23 huko jimboni Kivu ya Kusini tarafani Fizi wanalalamika na kuilalamikia Umoja wa Mataifa kwamba wazalendo wako wanawamaliza. Hiyo ni pointi kubwa ambayo tutakwenda kuizungumzia, na ni kutokana na mazingira ambayo yako yanaendelea, na pia tutaweza kumsikiliza mbunge wa taifa kutoka huko Kivu ya Kaskazini akizungumzia kuhusiana na jinsi watu wanatakiwa kuweza kuishi kwa ushirikiano kwa pamoja na amani kwa ajili ya pigana na adui ambaye yuko na jaribu kutuingiza katika mtego. So big up sana kwa wote ambao mko nakuwa pamoja na Baraka1 TV. Siwezi kuwasahau ndugu jamaa na marafiki, Ejide Kizenga Tembele, King Sele, pamoja na ndugu yetu Kizabe Ayeba, ndugu jamaa na marafiki wote ambao mko nafuatilia Baraka1 TV. Nitoe tu kwamba shukrani sana kwa kijana wetu mtoto wa King Seleman kuweza kuhitimu kugraduate na hivyo kuweza kupata cheti. So ni jambo la heri sana, hili ni swala la maana, ni jambo ambalo tunatakiwa vijana wetu tuweze kuwahimiza kuendeleze masomo badala ya kuingia katika magangs ambayo yanakuwa hayana muhimu. Lakini hili swala ni swala la muhimu sana, na ndio maana unaona mpaka pia tunalizungumzia, ina maana liko na umuhimu wake. Kwa hiyo karibuni sana, tuungane wote na pamoja na Baraka1 TV. Usikose pia kuingia katika operation Saidia Mzalendo, ilikuwa kuweza kuwawezesha ndugu zetu ambao wapo kwenye uwanja wa mapigano. Kama bado hujaungana na Baraka1 TV, ama kama ushaungana pia, tuendeleze tu pamoja kwa ajili ya kuwasaidia wazalendo ambao wapo kwenye uwanja wa mapigano. Pia tembelea Baraka1 TV channel 2 ambako utakutana na matukio mengine ya kuzidi kuendelea. Na katika yote na yote ni kwamba magaidi wa M23 ambao wapo katika muungano wa Twirwaneho na Redi Tabara huko maeneo ya Kivu ya Kaskazini, ngambo ya Minembwe pamoja na maeneo mengine. Mapigano ambayo yaliweza kufanyika tokea tarehe 19, tarehe 20, 21 na leo tupo tarehe 22, wameweza kupigwa, na kupigwa kwao wafanya mpaka waanze kulalamika. Wanalalamikia Umoja wa Mataifa. Wameweza kuandika kwenye ukurasa wa X, wanasema kwamba FRDC pamoja na wazalendo wako wanamaliza raia wao ambao wapo katika hayo maeneo, na hivyo wao hawana shida, hawana matatizo, wanataka kuishi kwa amani na ushirikiano. Hiki ndio ambacho wamekisema, wanataka waishi kwa amani na ushirikiano pamoja na makabila mengine. Kisha wao wanasema community. Kwanza inabidi ni rectify kitu kimoja. Wabembe sio community. Wabembe ni tribi. Wafuliru sio community. Wafuliru ni tribi, kwa sababu wale wako na entite zao na wako na sehemu zao na wako na identite yao. Wavira, wanani wote wako na sehemu zao. Kwa hiyo hizo sio ma community, au hizo ni kabila ambazo ziko ndani ya nchi. Sasa nyinyi ndio community, kwa sababu hamna ardhi, hamna chochote na mpo. Sasa hiki kipigo ambacho wameweza kukipata huko maeneo ya Rugezi, kukaribia kuingia Minembwe, kunawafanya waanze kuwa na wasiwasi, na hivyo kutaka kuonyesha jamii ya kimataifa kwamba wenye wako wanapigwa kule ni raia. Na hapa ndo mimi nakuwa niko nazungumzia hivi, M23 Twirwaneho, kwa nini nyinyi kila mkipigwa mnakuaga mnasema kwamba wako wanapiga raia? Lakini sasa nyinyi mko mnapiga wenzenu, mnaona kama wale sio raia. Ushelewa? So hii haiko sawa. Okay, leo mnataka muishi kwa amani, leo ndo mnakumbuka amani kwamba inakuaga ndio. Okay, tuishi wote kwa amani, tushirikiane. Je, mtakubali kufuata nani masharti? Hapo ndiko shida. Shida ni kwamba sio amani, shida ni eske mtakubali kutii
kufuata kanuni za nchi gisi zinasema. Kama mtakuwa na utiifu mpaka sasa hivi, ina maana hakuna machafuko mnafanya. Donald Trump Marekani ameonana na Cyril Ramaphosa, rais wa Afrika Kusini. Wakati anauliziwa swali juu ya RDC, alisema moi je n'ai rien à voir avec RDC na Rwanda. Sawa, na ile vita yako mimi ndo mlianzisha. Mshelewa? Ile vita iko na benye balianzisha. Lakini kwa sema ni utawala wangu mie, kama ile vita haiko. Ndio Donald Trump huyo amesema haya. Sasa wewe hapo unahisi kuna nini? Unaona hiyo? Trump anasema vita ya Kongo haimuhusu, lakini ametuma mtu tayari ambaye anahusika na masuala ya Afrika na ameshughulikia hiyo mambo na amefanya kazi kubwa sana. Kwa hiyo watamuia radhi kwa sababu hii vita haiko ndio mlianzisha, na ingekuwa sema yeye ipo kwenye utawala kama hayo mambo yote haya hayajitokeze. Sasa sijui nini hapa cha kutegemea kutoka kwa Marekani, kwa sababu wao wameandika barua yao, watu wa Twirwaneho wanaandikia Umoja wa Mataifa kwamba wawasaidie kutokana na kipigo ambacho wako wanakipata kutoka kwa wazalendo. Sawa. Na ukikamatia kwamba wazalendo ambao wanaongozwa na General Wabiloze Bishambuke Ngoma Nzito, namkubali sana Ngoma Nzito, big up sana kwa kazi ambayo uko nafanya mon general. Ni kazi kubwa na inahitaji maboresho ya zaidi na zaidi. So wameweza kudhibiti Rugezi, wanadhibiti maeneo mengine yote ambayo inazunguka Minembwe. Kwa hiyo sasa hivi Minembwe iko katikati. Unaona? Minembwe sasa hivi iko katikati. Hakuna kuingia, hakuna kutoka. Muda wote Minembwe utasikia kwamba inaingia mikono mikono ya wazalendo. Kuanguka kwa Minembwe ilianguka sio kwamba walipigana. Ni baada ya majeshi ya EAC ambayo ni ya Burundi na FARDC kujiondoa pale Minembwe. Sawa walitoka Minembwe, ndio saa hawa jamaa nao wakaingia na kuchukua pale Minembwe. Lakini hakupaka frontman moja kusema kiwa walipigana. Na Minembwe ni point yenye wao walikuwa wanategemea kwamba watakuwa wanatoa mizigo yao nje kuileta Minembwe, kisha wafanye kisa kushambulia Uvira, Fizi pamoja na maeneo mengine na kupanda hadi Kalemie. Lakini bahati nzuri kwamba mpango wao uliweza kugundulika na kitendo cha wazalendo kubakia kule kuendeleza harakati za kuwatwanga kunafanya mpaka sasa hivi angalau Minembwe kunaonekana sura mpya kwamba wazalendo wanaweza kuingia Minembwe muda wote na kudhibiti Minembwe, kwa sababu adui amepigwa na kweli. Hadi ukiona hao jamaa wanaamua kulalamika, kuandika barua kwa jamani, Umoja wa Mataifa mko wapi? Sisi tunaisha huku. Sawa? Ina maana kweli kipigo kimekamilika. Asante. Habari ya kwanza ni habari ya Mikenge na Minembwe. Minembwe na Mikenge mulikuwa jeshi la FARDC, jeshi la taifa na jeshi la EAC la Burundi, na wao ndio waliachia adui eneo hizo. Kushikwa kwa Mikenge ni kuondoka kwa jeshi la EAC kutoka Burundi na jeshi la FARDC, jeshi la taifa, walitoka wakaachia adui eneo hizo, na adui akakamata Mikenge na akakamata Minembwe. Na baadhi ya hiyo tunashindwa kuelewa kama ni siasa gani ambayo inapitika ndani ya serikali yetu. Kwenye kijiji cha Mulima, jeshi la FARDC waliacha depo za masilaha, depo za masase, depo za kila kitu kuachia adui. Lakini Mungu muweza wa yote alisaidia jeshi la William Amuri ya Kutumba, wakaenda shika depo hiyo, na ndio silaha na risase zinaopiga adui kwa siku ya leo. Hiyo ni siasa tunashindwa kuelewa kama inatoka wapi, ili jeshi la taifa liachie adui eneo na vitu kama na vifaa kama hivyo. EAC hatuwezi sema EAC ni adui. EAC ni adui. EAC ni M23. Wanakuja kufavere ya M23,
na walitaka wafanye gisi walifanya Rwanda. Rwanda jeshi la Ufaransa ndio walikuwa katikati ya jeshi lile la Habyarimana na jeshi hili la Paul Kagame, lakini faveli ilikuwa ya Paul Kagame na ndio system walileta ndani ya Kongo. Unaweza kujiuliza kwa Mikenge ilikamatiwa aje na Minembwe ilikamatiwa aje? Minembwe na Mikenge ilikamatiwa faveli ya jeshi la taifa na jeshi la EAC kuachia adui eneo hizo. Ila Mungu muweza wa yote na anaye madaraka yote, anayewezesha watu na anayetumika na wakati wake. Warumi 3, kila wakati na majira yake. Mungu muweza wa yote, jana siku ya kwanza tariki 19 mwezi wa 5 2015, jeshi la wazalendo. Tukisema wazalendo ni umoja wa jeshi liliokuwa wa majimaji wakawa wazalendo, walipambana na adui kwenye kijiji cha Mikenge, walipambana na adui kwenye vijiji vya Rugezi na vijiji vinginevyo, Turonge, Kakangara na eneo zingine. Na Mungu muweza yote alisaidia jana. Mungu alifanya mafanikisho. Adui alipigwa, Mikenge ilikuwa rekipere na wazalendo, Rugezi ilikuwa rekipere na wazalendo, na Turonge ilikuwa rekipere na wazalendo, na eneo zingine Kakangara ilikuwa rekipere na wazalendo. Kwa hiyo kwa sasa adui anapatikana Minembwe Centre, ndio anapatikana. Na kwa sasa na kwa leo eneo ambapo inapatikana adui na wazalendo ni 10 kilometre, ndio inapatikana pale. Saa zote zile Minembwe iko atake. Mimi ujue Minembwe Centre aeroport iko mikononi mwa adui. Na adui kulingana na hiyo aliprofite kutoa jeshi lake la M23 Goma na kuingiza Minembwe. Na ndio maana mulisikia kila wakati wa M23 wanasema saa zote Minembwe tutaingia, Minembwe tutakamata tutakamata Uvira, tutakamata Fizi, Kalemie, eneo zingine. Walitegemea Minembwe ndio ingeshusha wanajeshi Uvira na ingeshusha wanajeshi Baraka na Fizi. Na hata kama Uvira kuna wainfiltre, kama walikuwa na nguvu, ilikuwa jeshi la kutoka kule Minembwe, Mikenge na kushuka Uvira. Adui anapata hasara kubwa sana. Na kulingana na hicho kichapo cha jana, kwa sasa Wanyarwanda wanaoitwa Wanyamurenge wamekuja kujisalimisha kwenye jeshi la wazalendo hapo Uvira, Kageregere na eneo zingine. Kusema tumeshindwa na vita, tumejisalimisha. Na baadhi ya kujisalimisha kwao kumekamatiwa kamanda umoja wa Wanyarwanda. Kwa hiyo Wanyarwanda wanaoitwa Wanyamurenge wameshindwa na vita. Ukiachana na hilo swala, mbunge wa taifa Funguruto kutoka maeneo ya Kivu ya Kaskazini ameweza kutumia nafasi hiyo kuweza kuonyesha jamii ya kimataifa namna jinsi M23 iko inaivre na jinsi wako wanataka kupuse watu matatizo. Unajua kitu discrimination ambayo iko inafanyika, kutaka kuonyesha kwa Wakongomani ndo watu wabaya, wao ndo wako wanafanya mambo ya mubaya. Na ndio hiyo ambayo pia na mimi niko nazungumzia kwamba jamani, tujitahidi sana tusiwe tunatumia maneno ya discrimination ili tujitoe kama sisi tu ba genocidaire, sisi ni wauaji, wakati le Congolais n'a jamais été muuaji. Sawa, Mkongomani hajawahi kuwa muuaji hata siku moja. Tumeishi na watu ambao tuko na hospitality, tumeishi na watu, tumewapokea watu, tunawapa ambacho wanakitaka bila iana. Lakini wale watu kesho ndo wako tena wanatugeuka na kutuanza kutufanyia sisi mambo ambayo haeleweki. Lakini sisi kama sisi obviously tunakuwa tuko open kwa kila mtu na tunamkaribisha kila mtu na tunaishi pamoja na kila mtu. So huu ujumbe ni ujumbe mzuri sana, pia ni ujumbe mzito ambao ni vyema kama tutausikiliza wote kwa pamoja. Muache kupointe du doigt ba innocent babatu biko makartier. Innocent babatu biko mkartier hajue bile nani maskini kama wewe, nani victime kama wewe. Sio kwa kabila ya chef wa groupe armé ndio unakuwa na huyu groupe armé. Inaomba service ya sécurité tuziachie zicharger na kuidentifie huyu ni wa groupe armé. Huyu ni rebel. Ba officier kabambi balipana leo territoire yetu. Est-ce que ni bale kabila nyamko mnasema? Sino ndugu zetu wa Kongomani. Wa officier fulani we waliiba pesa
ya operation. Muliona ndani watu wale kabila tu, si wandugu wetu wa kabila za Kongo. Ndio maana mimi nawaambia businge ndani ya wadu ya welewele. Wanataka kutia muujinga. Ndugu yangu, unapofuata revendication zako, hapana kamata kisu, hapana kamata mpanga, tunataka chinja watu, hapana. Utaingia mu genocide na nchi yetu itakuwa ku list ya genocidaire na dunia mzima itatutumia askari watupige sababu tunataka wana. Katuko na akili tusingie mu piège ya adui, ile ni piège ya adui. Sisi tunafuata group ya babandi benye banachanganya na adui kutoka nje, wakuje wakabule nchi yetu, wachinje wakongomani wenye wanakatala ile ili wakuwe na facility ya kuingia. Walisha corrompre armée. Bureau ya ba officier ba mwa betu. Banacha basoda betu bakufe ku front, banawapa pesa bale ba officier, banakimbia banacha basoda betu bakufe ku front. Bale tutaba identifier sababu service ya renseignement yetu iko natumika. Musizarau service ya renseignement. Tunaomba leta ipatie service ya renseignement ma moyen, ipatie police yetu ma moyen, ipatie askari ma moyen. Askari apigane ya kweli. Ya pili, ba identifier bale ba traître bebiko ndani kwanja ya Kongo. Avant wa nje tumufate ndani ya Kongo. Kamata wote tia nguvuni na tuwajije sur la place publique. Kisha Kongomani tuungane, ba jeune tuwe na akili, tuko ba intellectuel ba mingi, tusitike kuchangana na ba abruti bebiko na kamata ma decision moya tribaliste, communautariste, ethniciste, génocidaire, tuache bile. She tunafata mwenye anakamata territoire yetu ni nani? Ukishakuwa tu bandi, unaingiza watu wachinje Kongomani, wakamate territoire uko wadui, quelle que soit ta communauté. Alafu tunaomba hivi, ndugu zangu, tuungane. Tusitafute kuua mtu hata moja juu ya kabila yake, lakini turevendike cause noble. Agression ni ya mubaya, bana masakre ba Kongomani. Hii ni nchi yetu Mungu alitupatia. Tulipokea kabila zote, tulipokea nchi zote, tulipokea watu bote na baliwinia ndani ya Kongo. Paka pale atuyapiga kama mtu. Hakuna mtu shaka fukuza. Lakini wale wanachangana ni kabila zote na mimi nasema ba pays zote na makontina zote waliingia ndani ya nchi yetu. Naam, hii ni Baraka One TV ambayo uko unasikiliza kutoka DRC na mimi ni Rajabu Akili Kabonga, the one and only town DJP. Ni habari na maelezo, na hapo ndipo tunakwenda kufunga ukurasa wetu wa habari na maelezo kwa mchana hii. Mchana huu wa tarehe 22 za mwezi wa 5 2025. Tukutanane saa 9. Saa 9 bwana, tutakuwa tuko na full muda wa kujadili swala la Constant Mutamba. Je, ni haki? Je, ni halali? Constant Mutamba kweli amekula franga? Basi mambo inaharibika. So karibuni sana, tutane majira ya saa 9.